Karibuni wapenzi watazamaji wetu, tuendelee na tetesi za soka zilizojili barani Ulaya. Ikiwa leo ni Disemba 6, twende tukaangalie dirisha la usajili likiwa ni joto la kuelekea kwenye usajili wa mwezi Januari. Kwanza kabisa nakukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe ili uendelee kupata update nyingi zaidi za kimichezo. Lakini pia kwa upande wa TikTok pamoja na Facebook unaweza ukatufollow ili uendelee pia kupata taarifa za kimichezo. Tuanze moja kwa moja na kiungo kinda huyo Kobe Mainoo kutoka klabu ya Manchester United. Inasemekana kwamba kuna klabu zaidi ya 12 ambazo zinamtaka kiungo huyo. Kwa hiyo Manchester United watakapomruhusu Kobe Mainoo kuweza kuondoka mwezi Januari, aidha ni moja kwa moja au kumtoa kwa mkopo, atakuwa na kazi ya kuchagua katika vilabu hivyo 12 vinavyomhitaji aende klabu gani. Napoli wamekuwa wakishika zaidi chati, lakini vimeibuka na vilabu vingine ambapo maili bado hawajavitaja. Watakapovitaja vilabu hivyo tutaweza kukuletea hiyo listi moja kwa moja. Kwingineko, klabu ya Nottingham Forest wanatarajia kuongeza ada yao ya euro milioni 100 kwa kiungo wa England Elliot Anderson mwenye umri wa miaka 23 majira ya kiangazi yajayo, Football Insider wanaripoti. Hiyo ni mara baada ya kiwango cha mchezaji huyo uwanjani kuzidi kuonekana kinapanda siku hadi siku, na ndio maana Nottingham Forest wanategemea kuweza kuongeza kiwango. Kwingineko, kuna imani kubwa kwamba klabu kutoka Saudi Pro inaweza ikampata Mohamed Salah kutoka Liverpool mwenye umri wa miaka 33. Vilabu mbalimbali vikubwa vya pale Saudia, Al Ahly na vinginevyo, vyote vinania kumpata Mohamed Salah, na kuna imani kubwa kwamba vina uwezo wa kumpata kwa bei nafuu mwezi huu Januari. Kwingineko, klabu ya Lyon ya kule Ufaransa, Lyon wako kwenye mazungumzo kuhusu uwezekano wa kumsajili beki wa Ufaransa na klabu ya Chelsea Alex Disas mwenye umri wa miaka 27. Januari yuko huru kuweza kuondoka klabu ya Chelsea, na Chelsea wako tayari kumwachilia beki huyo, na klabu ya Lyon ya kule Ufaransa wanaangalia namna ya kumpata mlinzi huyo kumrudisha kwenye ligi ya nyumbani. Kwingineko, klabu ya Crystal Palace wanaendelea kumfuatilia beki wakati wa Uingereza Max Kelman mwenye umri wa miaka 28 anayekipiga kwenye klabu ya West Ham. Football Insider wanaripoti kwamba Crystal Palace wanaangalia uwezekano wa kumpata beki huyo. Hiyo ni mara baada ya Crystal Palace kujiandaa kumuuza Marc Guéhi. Hivyo basi wanaangalia kumpata beki mwingine kama Guéhi ataondoka kwenye klabu yao. Kwingineko, klabu ya Manchester United pamoja na Tottenham Hotspur ni miongoni mwa klabu za England zinazoweza kuangalia upatikanaji wa mshambuliaji wa Ecuador Nelson Angulo mwenye umri wa miaka 22. Nelson Angulo ni moja ya washambuliaji machipukizi ambao wamekuwa wakionyesha kiwango kizuri uwanjani, na klabu ile ya Manchester United na Tottenham wanaangalia namna ya uwezekano wa kumvuta mshambuliaji huyo kwa ajili ya kuimarisha timu zao. Basi haya ndio tulio nayo siku ya leo kwenye tetesi za dirisha la usajili kuelekea ule usajili unaoanza mwezi Januari, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kupata ripoti zaidi nyingi za kimichezo.